Kaburini tu kwenye maisha ya barzakhi mtu anaishi vizuri, maisha yake ya barzakhi yanakuwa mazuri, anasubiri hisabu, na baada ya kutoka kaburini mambo yake yatakuwa mepesi mpaka anaenda peponi. Kazungumza kwa ufupi la fi naimi. Watu wema wallahi wako kwenye neema. Innal mu'minina alladhina taqaw rabbahum fi dunya, hakika ya waumini ambao wamemcha Mola wao katika dunia, wameishi kwa kufuata utaratibu wake aliouleta kwa mitume wake hapa duniani, la fi bahjatin wa sururin la yusaf, wallahi watakuwa katika furaha na uchangamfu ambao hata hatuwezi kuusifia kwa sasa mkafahamu ukoje. Lakini watu wema wataishi kwenye neema. Yatanaamuna fi riyadil janna, watakuwa ni wenye kuneemeshwa katika viwanja vya pepo, bima la ainu ra'at, kwenye mambo ambayo hakuna jicho lililoyaona mambo ya huko, wala udhunun sami'at, wala hakuna sikio lililosikia mambo ya huko peponi, wala khatara ala qalbi basharin, wala hayazingatiki kwa sasa kwenye moyo wa binadamu yoyote. Pepo ni pepo, ni maisha. Yule anayejua thamani ya maisha ya hapa, yule mwenye maisha mazuri hayafanani na maisha mazuri ya huko. Kwa hiyo jua tu, mtu aliyeishi kwa kufuata utaratibu wa muumba wake hapa duniani, akishamaliza mambo yake ya hapa, wallahi ana maisha mazuri. Mbele ya safari atakuwa ni mwenye maisha mazuri. Wa hum mukhalladuna fil janna, walioishi vizuri kwa utaratibu wa muumba wao, hawa ndo watakaa milele peponi. Mukhalladuna, watawekwa milele fil janna, katika pepo. Allahumma ja'alna minhum. Kwa hiyo kundi moja ni hilo la watu wema, al-abrar, watu wema. Wameishi hapa wakastahamili machungu, maana mambo ya kheri mengi yanakuwa ni mazito, magumu. Wanayakataa watu, wewe ukadumu nayo ukafanya. Na ya shari mepesi yanakubalika na hawasi, watu wameyakimbilia, wewe ukajinyima raha hizo kwa kumwogopa Allah. Wallahi utaishi kwenye neema kwenye maisha yajayo. Wa innal fujara, na kundi la pili, hakika ya watu waovu. Alfujur ni uovu. Fujar au fajir ni yule mfanyaji uovu. Sasa fajir ni mmoja, fujar ni wengi. Kwa hiyo abrar, wema, la fi naim, watakuwa katika neema. Wa innal fujara, na hakika ya watu waovu, la fi jahim, wallahi wataishia katika moto wa jahim. Sio utani, nimezungumzwa kwa msisitizo, kwa kiapo, la fi jahim, wallahi wataishi kwenye moto. Mtu anasema haiwezekani Mungu aumbe kiumbe alafu akamchome moto. Hakuna hiyo adhabu, tunatishana tu. Basi mtu kwa raha zake anafanya kila linalowezekana. Usiambie hiyo dhambi, anakasirika Allah, hakuelewi, anafanya mambo yake kwa raha zake. Lakini wallahi raha yake itaisha siku atakayofumba jicho, anafariki dunia. Kuanzia barzakhi ataanza kupata matatizo ya amali zake mbaya. Wa innal fujara la fi jahim, na hakika ya watu waovu wallahi wataishia kwenye moto wa jahim. Ai, maana yake innal kafarata alfujara, hakika ya watu waliokufuru ni kinyume cha imani. Waliokufuru, walioukataa mpango wa Mola muumba, wakajiona wako huru, wana elimu, wamesoma, alafu wana pesa, wana maisha, wakafanya kila linalowezekana, lakini wamepingana na muongozo wa muumba wao. Hawa alladhina asaw rabbahum ni watu ambao katika maisha yao ya duniani walimuasi Mola wao. Watu wema walikuwa wamemtii Mola wao. Hawa wanamuasi Mola wao, hawafanyi vile itakiwavyo. Kwa hiyo innal fujara la fi jahim, ai innal kafarata alfujara,
hakika ya makafiri, watu wanaofanya maovu, alladhina asaw rabbahum fi dunya, ambao wamemuasi Mola wao katika dunia, la fi narin muhriqatin, wallahi wataishi kwenye moto unaounguza, watachomwa moto. Wa adhabin daimin, na umo ndani ya moto kuna adhabu nyingine za kudumu. Umo ndani ya moto, na ndani ya moto muna adhabu nyingine mbalimbali. Hayo yatakuwa ndo maisha yao ya milele ya kudumu. Muqim, haya na mwisho, yani humo ndo watakamokuwa wanaishi. Fi daril jahim, kwenye mji wa moto wa jahim. Watakaa humo motoni, mahala ambamo mna na adhabu mbali na moto, muna na adhabu nyingine mbalimbali. Lakini Allah akatupa angalizo, usifikirie kwamba haya yataonekanwa kwenye maisha yenu ya sasa. Kama vile watu wenye ujasiri wanauliza, nani kenda akarudi? We umeuona huo moto? Usintishe bwana, kila mtu na kaburi lake. Chukua time yako na mie niache na zangu. Allah anasema hayo hamtayaona hapa kwenye maisha hapa duniani. Yaslaunaha, hawa watakaoingizwa motoni watauingia moto huo yaumadini, siku ya malipo ambayo nyinyi hapa hamuiamini wala hamujitayarishi nayo. Yaslaunaha, wataingia kwenye adhabu hiyo yaumadini, siku ya malipo. Wama hum anha bighaibin, na wakishaingizwa humo hawatatoka, wala hakuna vipindi vya likizo. Ghaib ni mtu ambaye yuko mbali. Kwa hiyo alikitiwa motoni, halafu katoka kidogo, kaenda kupumzika mahala fulani, halafu aje arudi. Wama hum anha bighaibin, watakaoingizwa humo hawatatoka tena. Hawana vipindi vya vacation vidogo vidogo, humo ndo maisha yao ya milele. Yadkhulunaha, wataingia kwenye huo moto watu waovu. Wayukasu harraha, na wataonja hasa muwako wake. Yaumal jazai, hiyo siku ya malipo. Kuanzia siku watakaposomewa hukumu zao, watatumikia adhabu hiyo milele. Alladhi, siku ya malipo ambayo kanu yukadhibuna bihi, maisha yao yote walioishi duniani walikuwa wanakataa kuwa hiyo siku ipo. Kwa hiyo ikifika hiyo siku yatafanywa maamuzi, patapigwa tathmini ya matumizi ya dakika zao za awali walizoishi duniani na kila kitendo walichokifanya. Kwa sababu wamefanya mbaya, watalipwa mbaya vile vile. Watahisi adhabu, wataonja adhabu hiyo siku ya malipo, siku ambayo walipokuwa duniani walikuwa wanaikadhibisha. Wama hum anha bighaibin, yani walaisu bighaibin an jahannama, wakishaingizwa humo hawatakuwa ni wenye kutolewa wakakaa mbali nayo hiyo jahannam. Humo ndo itakamokuwa maisha yao ya kudumu. Baidina anha la yarawnaha, yani walaisu bighaibina an jahannama baidina anha la yarawnaha, hawatotoka katika moto huo wakaenda mbali nao mahala ambapo hawauoni. Wakishaingia humo ndo wamefika humo, hawatoki tena, ndo maana yake. Bal hiya amamahum, moto wa jahannama utakuwa uko mbele yao. Yaslauna, watauingia huo moto. Wayadhukuna sa'iraha, na wataonja muwako wake. Wala yukhrajuna minha abadan, wakishaingia humo hawatatolewa kamwe, hamna kutoka. Kutokana na muda, inshallah tuweke hapo, tutakuja kumalizia kwenye darsa ifuatayo. Narudia tena kama dasturi tafsiri ya neno kwa neno. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadhibuna biddin, sivyo mnavyofanya. Uzembe huu haufai. Mmewekwa hapa kwa ajili ya lengo maalum, ni kumwabudu Muumba. Kwa hiyo ishi ni maisha ya ibada. Kuishi bila ya maisha ya ibada sivyo, si utaratibu.
haina tija, haina matokeo mazuri. Lakini nyinyi hamfanyi hivyo, tukadhibuna bidini, kwa sababu hamuamini kama kuna siku ya malipo. Kwa hiyo hamtaki kujiandaa, hamfanyi maandalizi. Kala, hivyo sivyo. Lakini mnafanya sivyo kwa sababu tukadhibuna bidini, mnakataa kuwa kuna siku ya malipo. Kwa hiyo hamjishughulishi kufanya maandalizi au matayarisho ya siku hiyo, na mnafanya uzembe huu. Wa inna alaikum lahafidhin, hali ya kuwa juu yenu wako viumbe wanaohifadhi amali zenu, kazi zenu, matendo yenu. Kiraman katibin, hawa ni watukufu waandishi, wako vizuri kwenye kazi zao, hawafanyi makosa, wanaheshimiwa mbele ya Mola wao. Ya'lamuna ma taf'alun, wanajua yote mnayoyafanya, kwa sababu wanayahifadhi, wanayajua na wanayahifadhi mnayoyafanya. Ya'lamuna ma taf'alun, wanayajua yote mnayoyafanya. Innal abrara la fi na'im, hakika ya watu wanaoishi kwa wema duniani, wallahi watapata matokeo ya neema, wataishi kwenye neema. Wa innal fujara, na hakika ya watu wanaofanya maovu duniani, la fi jahimin, wallahi wataenda motoni, si utani, wataenda motoni. Yaslaunaha yaumaddin, moto huo watauingia siku ya malipo, sio leo. Huo moto hauji hapa mpaka mkakinai kumbe kweli upo hapa, hamtouona huo moto. Lakini wenye kufanya makosa, yaslaunaha, watauingia moto huo, yaumaddini, siku ya malipo. Wama hum anha bighaibin, na wakishaingia humo hawatakuwa wenye kutoka, ndo watakuwa wamefika, ndo kwao. Wallahu a'lamu. Ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Kuna suala la utaratibu, hata na wale anawekea alhafadh, lakini jambo la taklifu kwenye sharia, sharti yake anayekuwa ni mwenye kuwa mas'ulu ni mwenye akili. Hata kama unasoma tu habari ya ibada hizi, swala, zaka, anazungumzwa mtu baligh aqil, huyo ndo mambo yake yanakuwa yanafuatiliwa. Mtu ambaye kazaliwa mgonjwa wa akili hana taklifu yoyote ya kisharia, haandikiwi thawabu wala dhambi kwenye mambo yake. Lakini utaratibu, kumbukumbu zinatunzwa zote, hapaachwi kitu. Umenifahamu? Kwa hiyo aliyezaliwa hana akili, hana hatia, hafanyi dhambi wala hana taklifu za kufanya ibada yoyote. Lakini aliyeharibu akili mwenyewe baada ya kupewa vyema akili kwa bangi, unga, huyo ana hatia kuanzia siku alipoiharibu akili. Maana hiyo kesi ya kuharibu akili yake yenyewe nzito. Umenifahamu? Mgonjwa wa akili hakuwa nayo naturally, huyo ndo hana hatia. Aliyetengeneza mazingira mwenyewe akaiharibu akili, ana hatia kwanza ya hilo kosa ya kuharibu kitu sensitive, kitu expensive, akidestroy. Wallahu a'lam. La pili, naam.
Sio yote ya Waislamu. Mtume kama ni hadithi ni ya kweli sahihi, kasema umati wake, na umati wake mpaka Wakristo na Mayahudi wa zama zake wote ni umati wake. Yani wewe ukiwa rais, kwa mfano, kuna watu wanakukubali na wengine watakupinga. Hata ukifanya uchaguzi hupati kura 100%. Wengine watasema hapana, wengine watasema ndio. Lakini ukishachukua madaraka, ukatake over power, wote wanakuwa ni raia wako na unatakiwa uwa treat sawa kwa mujibu wa utaratibu uliopo. Kwa hiyo umati wake kasema utafarakanika makundi. Hakusema Waislamu. Waislamu ni timu moja tu. Na ndio hilo kundi moja alilosema watu watakaoingia peponi. Mshafahamu? Yani unaweza kuwa na jina la Kiislamu, umezaliwa katika mji wa Kiislamu, wazee wako Waislamu, lakini wenyewe unaweza ukaishi nje ya mila ya Uislamu. Kwa hiyo ukimalizikia huko, unamalizika nje ya Uislamu. Unafahamiana? Au wewe una mwenyewe unaweza ukajihesabu mie muumini, lakini sasa hata aya zipo zinasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kwa hiyo watu wako ambao wanajihesabu katika imani, lakini kwa vigezo vya yule ambaye anapasisha au anakubali imani, hajaridhika nao katika imani. Kwa hiyo makundi yote uliyoambiwa yatakuwa yamekosea, ni kwamba hawakufuata utaratibu au mila ya Uislamu wenyewe. Wameharibu utaratibu. Na ndio kama ni kweli hiyo hadithi nasema makundi haya yote yataingia motoni ila moja tu ndo linaenda peponi. Kwa hiyo hilo moja ndo la watu ambao walifuata ule utaratibu wa Mungu kama alivyokuja nao mtume. Hao ndo walopatia. Na hao wa nyuma pia walifarakana. Wote wakawa wamekosea ila kundi moja tu. Ni la wale ambao walikwenda copy to write na kile kilichotakiwa wao wafanye. Wallahu a'lam. Naam. Wa alaikum salam. Ndio. Sasa mimi nifahamu kwa malaika huwa hakai karibu na watu waovu. Sasa wasichana wengi ambao hawahifadhi wanatembea. Hivi swala la kirama na malaika wawili. Vipi wanaweza kuwa karibu nao wakati wa watu vile walivyo tu na nini wawe mbali nao? Sawa. Iko hivi, hata hao malaika nao wana idara nyingi na wanapewa majukumu tofauti ya kazi. Kusema na wao wawekwe ni watu wenye haya, panapo uovu waondoke, ufanisi wa hiyo kazi waliopewa hautopatikana. Hata malaika wanaotoa roho tunaambiwa wako idara mbili. Wanaziati gharqan wa nashitati nashta. Kuna malaika wanaokuja kuchukua roho za watu wema. Wizara ni moja na waziri wao wote ni malakul mauti huyo. Lakini sio kila anaokufa anachukuliwa roho na malakul mauti mwenyewe binafsi. Hiyo ni wizara kubwa na ina watendaji wengi. Umenifahamu eh? Sasa hata na malaika vile vile wako waheri na washari. Na majukumu yao ya kazi pia yanatofautiana. Unaambiwa hawa hawachukui likizo wala hawamfanyii kazi mtu mwingine. Jukumu lao wadili na huyu mtu. Kwa hiyo yeye akafanya chochote atakachokifanya. Hawa hawaondoki, watafanya kazi hapo. Yule ni Jibrili. Na huyu mama alikuwa ni msomi katika wasomi. Watu wa Maka wanaitwa ni ummiyun.
Lakini yule mama alikuwa ni mtu msomi. Wazazi wake walikuwa wana asili ya dini iliyotangulia ya Nabii Isa. Mmefahamiana? Kwa hiyo alikuwa anajua elimu ya kitabu. Na ndio maana akatumia kigezo kile. Kwa jinsi ninavyokufahamu mume wangu, Allah hawezi kukufedhehesha kwa sababu wewe ni mtu mwema. Una vigezo vyote vya wema. Sasa dhana ya kwamba labda umesibiwa na kiumbe mbaya ya jini na nini, ngoja nifanye kwanza test. Alipomwambia yule aliyenijia kule, naona anakuja huyo hapo, ndo akafanya test hiyo. Kama ni malaika wa kheri wema kama hawa huwa wanastahi mtu, hawakai mahala penye uovu. Huyu ni commander in chief wa malaika wote, Jibril, muta'in thumma amin. Kwa hiyo wako ambao wanayo hiyo heshima na staha, hawahudhurii mahala muovu, malaika wema. Lakini wako ambao kwa majukumu yao ya kazi inabidi wahudhurie na wafanye kazi. Kama kwa mfano gerezani, zamani kulipokuwa hukumu ya kifo inafanya kazi, mtu kafanya uhalifu ambao adhabu yake huyu ni kuuawa. Unafikiri kila mtu anaweza kuua mtu? Wewe tu kuweke mtu hapo unaweza kumkata kichwa? Basi watu hiyo ndo kazi yao, kama kucheza tu. Anachukua 3 4 wanawekwa hapo kwenye meza, anawapiga tanzi moja, anakamata rungu lake lile asubiri amri. Akifyatua wananing'inia watu 3 kwenye tanzi moja, wanakufa. Maana wengine huwa wengi, huwa mmoja unachelewa. Wanapiga tanzi 3 5, na mwenye Bukhari 20 wala haoni oga. Sasa iko hivyo hata malaika. Hawa jukumu na dhamana yao ya kazi ni hiyo. Hawawezi kusema basi tunaona haya tuelekee huku. Unaambiwa hawamisi chochote unachofanya, wanatakiwa warekodi. Wako makini. Umenifahamu vizuri? Basi iko hivyo. Naam. Wa alaikum salam. Naam. Na Allah katika taratibu akiwekea malaika watuandikie mema yetu na mema yetu. Sasa tumesoma hapa kwamba atakapoondoka mwanadamu, malaika wale hawezi kumaliza kazi yao. Sasa haya ambayo yamecheleweshwa na huyu mwanadamu kufanya sadaka au wengine mema, lakini wale tayari kama walivyoambia Allah aliyowapa mwenyewe, ni nani anayerekodi tena hizo zake kwa neno ambapo anachelewesha? Alafu mnauliza maswala ya kiufundi, manake kama mnamtaka kila kitu hawa wamewakilishwa mtu wa rekodi anachofanya, kesha ondoka na wao wanaondoka. Lakini huyu ambaye wamerekodi mambo yake, hivi alivyovianzisha si visharekodiwa? Hivi alivyovianzisha hivi wakati mwenye yu hai alivyovitanguliza si visharekodiwa? Duration ya vilivyobaki, hilo ni jukumu jingine, bado rekodi zake zitakuwepo. Shukurani za wenye kushukuru, kwa mfano kachimba kisima kwenye kijiji kilichokuwa kina shida ya maji, kizazi na kizazi wananufaika na kile kisima, basi ndo itakosekana rekodi ya kwamba kisima hichi wamenufaika wangapi na nani alichimba kisima? Hapo ndo mahesabu yatapiga chenga kweli? Rekodi yake alipochimba ipo, ishawekwa. Jina la kisima, location inajulikana. Muda kiliobakia sasa sio kazi yake yeye. Hiyo idara nyingine sasa. Huko kuna mahesabu ya uhakika, hakufanyiki makosa. Muda ambao kisima kilibakia, walionufaika nacho, wote hai ni dhamana ya Allah.
Kuna hadithi moja fupi labda nimalizie. Kuna mambo kwanza Allah mwenyewe kila kitu anajua, hasahau. Pamoja na kwamba kaweka hizi idara nyingine wewe fanya hivi, yeye mwenyewe anajua. Na anayajua mambo Allah ambayo hata hawa malaika hawayajui. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, innahu kana mimman kana qablakum rajulun taqiyun, alikuwepo katika watu walioishi kabla yenu, anawaambia masahaba, mtu mmoja mcha Mungu. Mfahamiana? Pamoja na ucha Mungu wake, wa maadhalika, pamoja na ucha Mungu wake, kana barra li ummi, alikuwa ni mtu mwema sana kwa mama yake. Na tunaambiwa pepo iko chini ya nyayo za mama. Ukimtendea wema mama, wani yeye una access ya kwenda peponi. Wajibu wake kwa Allah katekeleza perfectly, katekeleza faradhi na sunna. Na halafu pia alikuwa ni kijana pekee kwa mama yake, na yeye ndo aloishi umri mrefu mpaka mama yake kazeeka yuko naye. Kwa hiyo akawa anamhudumia mama yake. Mfahamiana? Aghsala laha thiyabaha, adda laha ta'amaha wa sharabaha, wa ghassala laha thiyabaha, wa nadhafa laha firashaha. Kijana wa kiume ndo mtoto pekee kwa huyu mama. Mama alikuwa na umri mrefu mpaka kazeeka, na mwanawe mmoja. Kijana mashallah akajitahidi, kwa sababu ni mtu mwema mcha Mungu, alikujitahidi kwa chakula kizuri kumlisha mama yake, kinywaji kizuri kamnywisha mama yake, nguo alikuwa ananadhifisha za mama yake, mahala pa kulala kamtengenezea pazuri mama yake. Si mambo ya kheri haya? Falamma hadarathu alwafa, kijana huyu au mtu huyu alipofikwa na mauti, siku alipokufa, laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban, kakutana na Allah hali ya kuwa Allah kamkasirikia. Na Allah amesema kwenye sura Taha, wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa, mtu yote atakayekuja akhera nikimkasirikia, huyo mtu wa motoni, kapotea, kaangamia. Sasa huyu mtu mwema kafanya ibada zote za faradhi na sunna, halafu pia akamtendea wema mama yake mzazi, kafa, kamkuta Allah kakasirika naye. Mpaka malaika wakahoji. Malaika si hawapendelei mtu, na malaika si hawakosei. Sasa malaika walipokuwa wamepeleka roho ya huyu mtu, wao wamemuhesabu mtu mwema, kufika kule kwa Allah, Allah kakasirika naye. Malaika wakauliza, wakasema, subhanaka Allahumma bihamdik, umetakasika Mola wetu na sifa njema ni zako. Ni adabu hiyo. Kwanza wanamtukuza Allah, halafu ndo wapeleke complaints wanazotaka kupeleka. Wakamwambia, Allahumma, ewe Mola, inna abdaka hadha, hakika ya mja wako huyu, ma alimna alayhi min su'in, sisi binafsi kama malaika hatujui kwake baya hata moja. Ushuhuda wa malaika ni ushuhuda sahihi. Inna abdaka hadha, hakika ya mja wako huyu, ma alimna alayhi min su'in, hatujui kwake hata baya moja. Sisi tulikuwa tuko naye, tunafuatilia nyendo zake, alikuwa mtu kanyooka, nafanya mazuri tu. Pamoja na upande huu wa kwamba alikuwa ni mtu mwema, mahusiano baina yake na Mola wake yalikuwa mazuri. Pamoja na hayo, wa maadhalika, pamoja na hayo, kana barra li ummihi, huyu bwana alikuwa ni mwema sana kwa mama yake, kakaa vizuri na mama yake. Adda laha taamaha, kakatimiza chakula cha mama yake, kamlisha vizuri. Washarabaha, na kinywaji chake kampa maji safi na salama ya kunywa, na juisi na vinginevyo. Wanadhafa laha thiyabaha, alikuwa anafua nguo za mama yake msafi saa zote. Wanadhafa laha firashaha, na pia alikuwa kaweka nadhifu mahala anapolala mama yake. Kama katengeneza chumba vizuri, kitanda safi, anabadilisha shuka na kila kitu.
kwa mfano wetu tunavyoishi sasa. Umefahamiana? Upande wa ibada yuko vizuri, malaika wanashuhudia, na upande wa kumtendea mama yake wema kafanya vizuri, halafu ndo akapeleka complaint yao. Falimadha ghadibta alayhi, mwanzo wamemtakasa Allah hukosei, lakini tunashangazwa na huyu bwana alivyoishi, halafu umempokea negatively. Falimadha ghadibta alayhi, kwa nini umemkasirikia huyu mja wako? Qala, yani Allah akasema, ya malaikati, enyi malaika wangu, antum la ta'lamuna al-ghaiba, nyinyi mambo yaliyojificha jificha hamjui. Kweli mna uwezo mkubwa, lakini mambo mengine ya ghaibu hamjui. Ana alladhi a'lamu al-ghaiba, mimi mwenyewe Mola wenu ndo ninojua ghaibu. Ataduruna limadha ana ghadibun alayhi, munajua nyinyi kwa nini mimi nimekasirika na huyu mja wangu? Hawajui, ndo maana wakauliza. Akawaambia, inna hadha, hakika ya mtu huyu, ma adda laha ta'aman wala sharaban wala thiyaban illa wa huwa yaqulu fi qalbi. Huyu hapo mlipomuona anafanya wema kumfanyia mama yake, hakupatapo kupeleka chakula kwa mama yake wala maji wala nguo, ila wa huwa yakulu, ila kila anapofanya ule wema moyoni mwake anasema Allahumma khudhha wa arihni minha, Allah tena mchukue huyo dingi na mimi nipumzike. Kafanya, lakini moyoni, sasa ya moyoni malaika hawajui. Wanajua utakachosema, utakachofanya, ya moyoni hawajui. Siri yako mwenyewe, hiyo ni ghaibu. Sasa yako ambayo wanarekodi, wanafanya, lakini mengineyo yote Allah anayajua mwenyewe. Hakuna litakalopotea hata moja. Allah ana uwezo mkubwa. Kwa hata kama mengine hawa malaika hawakuyajua, hawakuripoti kwa mfano kama huo, yeye mwenyewe Allah anajua. Hakosei. Umenifahamu? Kwa hiyo sababu ya yule mtu kukasirikiwa, alikuwa anasema nimechoka na hii kazi, Allah tena mchukue na mimi nipumzike. Anamfundisha Allah kazi. Kuna mtu alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, akauliza swala, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna ummi qad balaghat min al-kibari itiya, hakika mama yangu mzazi ameshafikia utu uzima mkubwa, kizee sana. Wa ana aqumu ala shuuniha kulliha, mimi ndo ninasimamia mambo yake yote. Huyo tulomzungumza wa umma za zamani, ndo Mtume kampigia mfano. Hasa huyu wa umma wa Mtume Muhammad, mtu kenda kwa Mtume Muhammad kumuuliza, inna ummi, hakika ya mama yangu, qad balaghat min al-kibari itiya, ameshafikia utu uzima sana. Wa ana aqumu ala shuuniha kulliha, mimi ndo ninasimamia mambo yake yote, chakula, mavazi, kinywaji na kila kitu. Swali lake huyu bwana anamuuliza Mtume, araaita hal uwaddiha haqqaha, unaonaje nimeshamlipa haki zake? Maana mimi alinihudumia nilipokuwa mtoto tu, kama miaka 2-3 nilipokuwa sijiwezi, lakini yeye tangu ninamhudumia huyu mzee shapita miaka mingi sasa, tena 10-15 ndo mimi ninahudumia, sinshamlipa kile alichonifanyia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ma anta bimustati'in an tuaddiha haqqaha mahma sana'ta biha, huna uwezo wa kumlipa mzee wako haki yake vyovyote utakavyofanya. We mtoto huwezi kufikia kiwango cha alivyokufanyia mzazi wako. Hata kama we unaona alikuhudumia muda mfupi, we uliomhudumia ni mrefu kuliko yeye, huwezi kumlipa. Mzee anayoyafanya kwa mwanawe makubwa zaidi kuliko mtoto atakavyokuja kufanya kwa mzazi wake. Yule jamaa bado hakuridhika, akauliza, limadha ya Rasulullah, hapa unanipa hisabu gani Mtume wa Allah? Mimi nishahudumia for so long, sasa miaka 7-8 naenda. Yeye alinihudumia nilipokuwa mdogo tu, siwezi. Mtume akamjibu tena,
Akaambia liannaha kanat takhdimuka wa anta saghirun wa tatamanna laka albaqa, amma anta satakhdimuha wa hiya kabira wa tatamanna laha alfana. Tofauti alivyokubeba wewe na wewe unavombeba. Huyu mzazi wako alikuhudumia wewe ulipokuwa mdogo kwa mapenzi yote, anatamani ubaki ukue, kuwa mwanangu unizike. Tatizo dogo tulikikufika anashughulika sana mzazi, mapenzi yake kwa mtoto wake, akue haipukane na matatizo. Ama anta, lakini weye satakhdimu hawahia kabiratun, unamhudumia mzee katika utu uzima, watatamanna laha alfana, unatamani aondoke huyo. Tunamuhitimisha mzee tena yani unakimbiliza, tunamuhitimisha mzee tena, husemi abakie. Umefahamu?